Yani nyuma na mbele, yani huku upande wa siasa na huku kwenye michezo nyuma na mbele kwa habari za nani, waliacha mambo ya Ulaya, waliacha mambo yote yaliyokuwa pembeni. Sasa jana kwa mara ya pili baada ya miaka 39 kwenye grupu tumekaa usiku. Leo naangalia magazeti yote, naona gazeti moja hapa tena bingwa la Mwani. Kidogo nao wameweka jamani, hata kutuweka kwamba Tanzania sasa kundi letu ndio hili. Maana yake Tanzania wamefuatilia, na sawa mtasema kwenye TV watu walijaa, lakini kweli au ndio mtasema mlichelewa? Maana yake mna hoja yenu ile, au unajua gazeti litachelewa. Kuna kipindi fulani ulikopo magazeti labda ya dai hivi yanatoka na hizo headlines za mechi zilizochelewa. Sahihi kabisa Philip. Alafu yale ya mikoani, yale ya mikoani yanakuwa yameshakwenda. Yanakuwa yale ya daa sasa yanakuwa yanaenea mkoani mchana hivi. Tena hata Mwananchi nimeliangalia. Habari zote zilizobakia leo ni Simba TP Mazembe. Tutegemea leo tuone hapa mbele tena vile kwamba sasa Tanzania, Algeria, Senegal, Kenya majirani zetu. Mkenge labda na kinga mnaweza mkatetea hoja hii. Labda nianze kutetea au kuzungumza uhalisia. Unajua jana ratiba ni kweli tunaweza kulaumiwa kwamba hatujaipa nafasi ratiba. Lakini ukiangalia ratiba jana ilipangwa almost mpaka inaisha ilikuwa kama saa 6:30 saa 7. Na unajua gazeti wakati mwingine wanashindana na deadline. Wanashindana na deadline. Huwa mna deadline? Gazeti mna deadline. Bila deadline gazeti hamna gazeti. Kwa hiyo deadline ya kufanyaje labda yani, kwa faida ya watazamaji. Muda wa kumaliza gazeti na muda wa kuandaa, muda wa kuprintiwa na muda wa kuondoka. Kwa hiyo gazeti linaenda mbali, linaenda Mbeya. Alafu ubaya Tanzania ni kubwa, lakini njia zake za usafiri sio nzuri sana. Tunatumia magari sana kusafirisha magazeti. Ndege ni watu wachache sana ambao wanaweza kusafirisha magazeti kwa ndege. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto, lakini kingine tunazungumzia ratiba. Unajua siku ile ilikuwa ushindi, kwa hiyo ina nafasi yake, siku ile ushindi umepatikana. Lakini leo ilikuwa ratiba ambayo bado hata leo watu wanaweza kucheka kwa sababu wanaona kama hii ratiba kama imetubaliza kabisa. Hii ratiba leo ilikuwa na nafasi kwamba leo inaweza kuandikwa kwa upana zaidi, kwa sababu ratiba sio mashindano pase kwamba labda tumechukua ubingwa au nini, lakini ni ratiba ambayo ipo na mashindano bado yana mwezi mmoja atakuja kwanza. Kwa hiyo leo naamini kesho magazeti ya kesho yataandika kwa upana sana na kuchambua sana kuhusu hizo timu 4 zilizo kwa Stars, na Stars yenyewe na nafasi yake kwa Stars kwenye mashindano. Kwa hiyo nadhani warili waliangalia hiyo nature ya muda, alafu kingine hiyo deadline hiyo muda ulikuwa mashindano yalivyopangwa, ratiba ilikuwa muda umeenda sana. Alafu kingine kuna issue leo ilikuwa kubwa kuliko ratiba. Hii mechi ya Simba ilikuwa kubwa kuliko ratiba ya nani. Japokuwa kitaifa ratiba ni muhimu, lakini watu wameona kimauzo Simba inangeuza zaidi, na sasa ukichelewa sokoni. Alafu kingine kuna tatizo moja ambalo wakati fulani Mwananchi lilitukuta. Tulikuwa tunafanya sana mchezo huo kwamba gazeti la Kanda ya Ziwa tulikuwa tunapeleka tofauti na gazeti la Dar es Salaam. Sasa watu wakiona kwenye TV au mtu akinunua gazeti Dar es Salaam akiwasafiri nalo anakutana nalo kule jingine, anambia sio gazeti lako. Kwa hiyo matokeo yake kuna ugomvi na wateja wetu kwamba nyinyi mnatuletea magazeti ambayo sio ya kutoa magazeti fake, watu wakawanunui magazeti. Kwa hiyo unaweza kuchapisha gazeti la Dar es Salaam lenye story ya Taifa Stars, alafu kwenye TV mnaonyesha mtu anaona mbona hii gazeti na hii tofauti. Muone, kwa hiyo unaleta matatizo, anagombana na muuzaji kwamba umeuzia gazeti ambalo la jana au sio. Kwa hiyo unaleta matatizo baada ya kusaidia. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto ambayo tukuta kwa jana kwa mazingira, lakini nadhani leo kwa ratiba tuna nafasi ya kuifanyia kwa uzuri zaidi. Naamini watu newsroom saizi wanapekua data na kila pointi kuelekea kwenye hizo finali. Mkenga unasemaje kwenye hili? Nilikuwa sijui kama gazeti lina deadline ya kuingia kwenye uchapaji. Kweli nilikuwa nachojua kwamba gazeti inategemea na nini kilichotokea. Nilikuwa sijui kwamba kuna deadline bwana Mkenge. Hivyo ni vitu ambavyo ili uvijue lazima uwepo kwa newsroom. Of course Chief Kinga kaongea, lakini mimi naona tunasema labda excuse. Lakini ukitazama tumewahi kuzisubiri labda mechi za Champions League finali. Labda finali inachezwa tuseme Barcelona na Madrid Champions League. Tunaripoti matokeo na tunaweka hadi picha pale mbele labda Ronaldo ama Messi kabeba ndoo ya Champions League. Lakini pia tumekuwa tukisubiri mchezaji bora wa Ulaya. Labda mwaka huu amekuwa Messi au wa dunia ama wa dunia. Kwa hiyo mimi nadhani kuna tatizo, kwa sababu ukitazama kufuzu kwanza kwa Tanzania ni kitu kikubwa.
Kwa mara ya pili kwenye kwa mara ya pili na watu wanashangilia, wengine mpaka wanaweuka. Mimi najua wale watu wanamaanisha, kwa sababu hawajui lini ama watakuja kuiona lini tena nchi labda itafuzu mataifa Afrika wao wakishuhudia hivi. Kwa sababu ukiniambia mwaka 80 sijui, lakini mimi binafsi sikuwepo. Philip pekee yake alikuwa hajazaliwa. Sawa, labda Chief Kinga. Mimi nilikuwa nishazaliwa. Sawa, lakini hata kama umezaliwa lakini haukuwa na akili ya hivyo kusema labda unajua labda ni kitu gani hiki kipo ama hiki hakipo. Kwa hiyo unakuta hiki kilikuwa ni kitu kikubwa, lakini Chief ameelezea vizuri kutokana na masuala deadline ikashindikana. Lakini nadhani kuanzia leo kuendelea mbele kutakuja hata makala zitakuja, labda Senegali ni watu wa namna gani, Algeria ni watu wa namna gani, na hata Kenya majirani zetu ni watu wa namna gani. Lakini advantage ambayo mimi naiona kwenye hilo kundi, tumepangwa na watu ambao tumeshaye kucheza nao. Hiyo ndio advantage yetu. Advantage yetu, lakini aliondoi ugumu wa mechi tunaweza kwenda kuzicheza, kwa sababu ukikutana na Kenya unaweza kuchukulia kama hao ndio watu wepesi. Sisi tunaweza kusema hawa Kenya ndio watu wepesi katika grupu, na hata wao labda Kenya kwao wasema ni wenyewe labda tutajipatia kitu kutoka kwa Tanzania. Kwa sababu ukitazama mechi na Algeria sio mechi nyepesi. Nakumbuka tulienda mara mwisho kwao walifunga goli 4. 7. Achana 7. Achana 7 wakaja kufunga 4. Ambao Shomari alijifunga siku zile nakumbuka. Na Imidimau walicheza moja mechi mbovu kabisa ambayo tuliwahi kuishuhudia siku zile, ni Imidimau. Walitufunga goli 4 nakumbuka. Nyuma yake ndo akatufunga 7 pale. Senegali nakumbuka mechi ya mwisho tulicheza nao Kirumba goli 1-1. Anafunga Niza, anakuja kuchomoa Diomasi Kamara. Wa Kenya tumekuwa tukutana nao hata katika challenge. Na nakumbuka kwenye challenge ambayo tulicheza nao kwao walikuwepo akina Francis Kahata hawa, walikuwepo kina Atudo. Kwao ni watu ambao tunajuana nao, tofauti na hao Senegali ama na Algeria. Nasema hapa huo ni mlima mrefu, lakini tupo katika group fair. Kikubwa ni kupambana kujua nafasi yetu ikoje. Tutakuja kwako Mkenge, labda wakati tunazungumza mimi na wewe na Hassan akiwa anajiandaa kutoa neno, ni kwamba nikumbushe tu kundi A, kuna Misri, Zimbabwe, Uganda, DR Congo. Kundi B kuna Burundi, Madagascar, majirani zetu Madagascar, Guinea na Nigeria. Na kundi C Tanzania, Kenya, Algeria na Senegal. Kundi D Namibia, kuna Namibia, Afrika Kusini, Ivory Coast, Morocco. Wakati kundi E kuna Angola, Mauritania, Mali, Tunisia. Na kundi F kuna Guinea Bissau, Benini, Ghana na Cameroon. Una hoja? Kuna wakati group stage zinapangwa kama mlikuwa mnaangalia ile group la Nigeria, ile kocha Nigeria Mjerumani hot alifly sana. Kwa nini Nigeria? Yaani alifly mpaka akawa anamwambia yule mwenzake akampa mkono hivi. Kuna inawezekana ikawa ni kwake yeye Nigeria ni vibonde, kwa maana kwamba kuna Burundi, kuna Madagascar na kuna Guinea. Alifly sana. Yaani hadi nikanamshangaa. Sawa, niliona nikaona labda anaangalia zile timu zilizokuepo. Mpaka yule mwenzake akaogopa kuonyesha ile furaha yake, yani ile kamera nini, lakini akampa na mkono. Na baadaye ukitazama katika hata pale CAF, baadaye wakawa na mahojiano moja kwa moja na Ahmed Musa, kapteni wa Nigeria. Ahmed Musa yeye aliulizwa labda kundi unalionaje, kwa sababu binafsi mimi naliona kama ndio kundi jipesi, sijui labda kwa nyinyi wenzangu. Kwa sababu hata kocha wenyewe wa Nigeria ndio maana kama akawa ameonyesha bashasha. Ahmed Musa kapteni akasema haiwezi kuwa nyepesi, kwa sababu pia unaweza kusema labda ni mind game, lakini mwenyewe ndani nafsi yake amefurahia labda kupangwa na timu za Burundi, akajua sisi kwa uzito wetu Burundi hawezi kutusumbua. Lakini hiki kingine mimi naona mpira wa Afrika sasa hivi umekuwa kwamba kila timu inaweza kaingia katika mechi ikawa labda ina uhakika wa 80% mpaka 90% ya kushinda na ama kupata sare kama sio kupoteza. Kwa sababu unaweza kuona timu kama Madagascar nao wameweza kufuzu, anapotoka rais wa CAF Ahmad Ahmadi, wa Kenya nao wameenda. Kwa hiyo unaona mpira wa Afrika sasa hivi umebadilika, tofauti na zamani labda mnakaa mnajua kabisa bingwa timu fulani labda inaweza kaiza finali ama ni vipi, au timu hii haiwezi kufika popote. Kwa hiyo unaweza kuona sasa hivi Afrika inawezekana. Kikubwa ni kujipanga, na kama kweli mkiamua kujipanga kwa dhati, target yenu mfike sehemu fulani, mnaweza mkafika. Asante, una kitu gani cha kuongezea? Na maana leo mimi na nyie, maana nyinyi sijui mna matatizo gani? Philip. Kwanza ni wakati mwingine nimekuta mjadala wa
magazeti na deadline na ilikuwa ukweli ni kwamba ilikuwa ile haiepukiki kama alivyosema Kinga Mkono ndo ilivyo. Tutakwenda tuna ratiba kidogo kwa sababu hali ya deadline kiwandani nayo inatubana, lakini kuna jambo ambalo tunazungumzwa. Mkenga anasema mpira wa Afrika unakuwa. Mimi nafikiri mpira wa Afrika tunatarajia ukue. Kwa sababu ukiangalia ongezeko la timu ndio limezibeba Madagascar, Tanzania, Burundi na kama zisingeongezeka Ni kweli. lakini huo ugomvi viongozi wa shirikisho walishaukataa. Labda wao wazisha tena. Sio kweli. Goli limepanuliwa, kwa hiyo watu wote Sasa hivi timu 24 zinashiriki. Wakati mimi nilikuwa namsikia nilimwona kocha wa Nigeria. Lakini nikawa na tahadhari kubwa sana kwa sababu mwaka 2000 Ivory Coast wakiwa wanajiona majiant walipangwa kundi mchekea sana na wakamwambia rais kwamba sisi tunapokwenda huko mtu hesabie tunakuja na bingo kwa sababu mahesabu waliokuwa wameyapanga mpaka mtu atakayekutana naye mpaka finali, yani walikuwa washajipangia kwa sababu tu ya ratiba ya kwanza ya makundi ilivyopanga. Walipokwenda kule wakashangazwa. Mechi ya kwanza sare, mechi ya pili wakapigwa na vibonde, mechi ya tatu sare, wakarudi nyumbani. jamaa akawapeleka jeshini. Wakamata akawapeleka Ni Robert Bwe. unaona, akawapeleka jeshini kule, ikawa sekeseke kweli, wakasema tufungiwe, basi tufungiwe tu, wakakubali. Unaona? Kwa Nigeria ndio kana mwangalia kocha yeye anasema huyu kocha kwanza hawajui Madagascar. Yaani Madagascar hajawaangalia mechi hata yule kocha. Kwa sababu hakuona kama anaweza kuja kukutana nao. Kwa hiyo akili yake yote kwamba Madagascar ndio mara ya kwanza vibonda, lakini Madagascar wanacheza mpira mzuri sana. Kwa hiyo watakuja kumshangaza Nigeria, afu tutashangaa wote na kocha anaweza akajikuta yuko katika wakati mgumu. Na mimi naamini kama alivyosema Kinga Mkono na Mkenge hapa kwamba kuanzia kesho na kesho kule tutakapokuwa tunapata uchambuzi sasa wa kina wa makundi yalivyo, timu zilivyo na nini kwenye magazeti yetu, basi watu watapata kuzijua hizi timu ambazo zinaitwa ndogo ndogo. Unaona? Kwa hiyo mnawaahidi wasomaji wenu kwamba kuanzia kesho baada najua kesho maana inawezekana mechi ya Simba ikaripotiwa kidogo. Simba na nafasi yake. Kesho kuanzia kesho kutakuwa kuna ambacho mimi naweza kugarantii kwamba kutakuwa na reportage kubwa sana ya michuano ambayo inafanyika hapa Dar es Salaam ya AFCON ya vijana. Hiyo itafanyika kwa ukubwa zaidi kuliko makundi haya ya AFCON ambayo yamepangwa. Ila baada ya Mei, baada ya April tukienda Mei, kwa sababu tunakwenda Juni kwenye michuano yenyewe. Nadhani magazeti mengi huwa tunapenda kuweka ukurasa maalum kwa ajili ya labda kabla sipu hujaongea. Unajua Nigeria, Burundi unajua ndio ina mfungaji bora kwenye hatua za makundi. Yeye mshambuliaji wao Belaina. Ndio Sadio Belaina. Unajua ndio mfungaji bora kwenye makundi, group stage, kwenye kufuzu. Kwa hiyo usiwadharau watu namna hiyo. Na Burundi umeona wamemkalisha nani Gaboni na Obama Yang wake katulia pale Bujumbura. Kwa hiyo nadhani wataenda kuwashangaza watu. Na Nigeria mimi najua wana ugonjwa wa moyo. Nigeria najua si timu ya kuiamini. Inaweza ikawa na super kabisa, afu ikakufanyia vitu vya ovyo kabisa uwanjani. Kwa hiyo Nigeria watafurahia lile kundi lao kwa sababu wanakutana na watu wadogo ambao wanataka kujenga majina yao. Na kwa kuongezea hapo samani Filipo kwamba mimi hata katika kundi letu wenyewe timu ambayo unaiona threat na watazama Algeria. Ujue timu za Afrika Magharibi nyingi zina matatizo ya nje ya uwanja. Unaweza kusikia labda wameenda kina Sadio Mane, labda masuala ya posho wamegoma. Same Nigeria kwamba ndio timu ambayo nasema watu ambao wanapendeza kwa sababu hata kwenye World Cup ndio timu iliyoenda jezi zao, jezi ambazo ndio jezi ambayo kwanza ilikuwa ghali na nzuri kwa nzuri na zilivutia hata mastaa wengi ambao wa ndani Nigeria na wa mataifa mengine. Kwa hiyo Dr. Nigeria wanaweza kuitazama kundi kama kundi jepesi, lakini wakaenda kule tukaanza kusikia hizo taarifa, mara huyu kampiga huyu, lakini mimi sijawahi kusikia timu za ukanda wa Afrika Kaskazini kwa maana ya Waarabu labda mchezaji wamegomea masuala posho ama ni vipi, wao wanachoenda ni kwenda kucheza tu mpira. Lakini hawa Senegali, Ghana, Ivory Coast, Nigeria, kuna story nyingi sana mbaya kwenda kwenye michuano utakuja kuzisikia. Unachosema ni kweli, lakini bahati moja mbaya ambayo wanayo Algeria kwenye mashindano ya AFCON hawana historia nzuri. Na hata jana kama unakumbuka walielezewa hiyo wakati yani kwa bahati mbaya yao Algeria
kwenye mashindano ya AFCON ya Africa Cup of Nations hawana historia nzuri. Yaani kama historia nzuri maana yake waanze kuitengeneza mwaka huu. Msimu yes. Unafikiri unakumbuka mashindano ya mwisho yalitoka kwenye group stage. Nakumbuka tena wakiwa na kikosi ambacho kilikuwa ni hatari zaidi. Kwa hiyo hawana record nzuri kwenye AFCON. Kwa hiyo labda waanze kuitengeneza kuanzia kwenye mashindano haya ya timu 24, lakini toka zimeanza timu 4, zimekuja timu 8, zimekuja timu 12, zimekuja timu 16. Historia yao iko ndogo sana kuliko ukilinganisha na Ghana na Kameruni. Kuna uchambuzi nimeuona unaandikwa usiku nadhani kwenye mitandao. Nafikiri kwa hali ya sasa unaweza ukahamishiwa kwenye gazeti kesho kama watu watafanya translation, watafanya utafsiri. Kuna mtu ameelezea group C na akaipa nafasi Tanzania katika mazingira ambayo mimi nimeshangaa. Lakini akasema kwamba Algeria ni timu ambayo huwa inakuwa ya kwanza kuqualify, lakini pia inakuwa ya kwanza kutoka. Ni kweli kwenye AFCON wako hivyo. Akasema kama itaingia sasa hivi basi inaweza kuingia kwa best loser. Akasema Senegal ni timu ambayo huwa inakwenda, lakini mara nyingi kishafika robo finali inaishia hapo. Na tena mkiwa Senegal tena mkiwa mnakuwa mnaipaga nafasi ya ubingwa. Yaani kwamba hii Senegal sasa hivi inachukua ubingwa wa Afrika. Ikifika robo finali, sasa akasema kwamba ikifika robo finali huwa inaishia. Kwa hiyo Senegal anaweza akawa wa kwanza kwenye group kwa nafasi wa kwanza kuvuka. Akasema Tanzania na Kenya, ukiangalia Kenya licha ya kwamba ina wachezaji wakubwa kwenye ligi kubwa Ulaya tofauti na Tanzania, lakini wanapokutana hawa kwa sababu wanajuana nyumbani, Tanzania akipata sare kwenye mechi 2 anaweza akamfunga Kenya. Alafu akaenda. Kama hataenda kwa nafasi ya best loser ambaye atakuwa yeye ameshampa Algeria, anasema Tanzania itakuwa yapi. Nikafikiria hivi, nitafakarisha sana, nikasema hii ni kitu ambayo amefanya mzungu, sio kwamba tumefanya sisi Tanzania, imefanywa kizungu, na nasema ikitafsiriwa inaweza ikaleta nani. Ila naona kabisa kwa kile alichokisema Algeria ndio anaweza akawa mkali sana, lakini kwa historia yake ikamhukumu. Ndio tunakwenda kujenga historia mpya sana. Yaani Algeria historia yake nzuri sana, anaweza kujivunia kutoka Afrika. Ni hiyo anaoshiriki World Cup. Na ndio anaonekana labda ndio timu ambayo inaweza kuwa inatolewa kwenye group stage World Cup, lakini ikiwa imecheza imecheza football nzuri. Yes. Lakini kwenye AFCON Algeria hata mimi sina wasiwasi nao. Na sitashangaa tukawa sisi tuko wa pili. Tunasema historia ya Algeria hawana historia nzuri katika michuano hii ya mataifa Afrika. Lakini tuangalie basi hawa wapinzani wake. Wapinzani sawa. Yaani hiyo mimi nakuelewa. Algeria hana historia, basi ndio Tanzania, ndio Kenya. Sawa, tunakubali. Naomba nirudi tena kwenye magazeti. Au Filipo inakuwaje? Mimi ninachokitaka hapa makundi yameshafahamika na mechi zitafahamika. Ndio. TFF inaweka agenda gani sasa? Kuanzia sasa tusije tukaanza tena yale mambo yale kwamba tumechelewa. Imebaki miezi miwili. Mwezi mmoja. Kwa sababu ligi mimi nafikiri kaanza kutafuta mchawi hapa. Nafikiri jiandaa vipi kuelekea katika kuzikabili? Tushamfahamu ni nani? Ndugu yetu tushamjua. Nani tunacheza nao. Kwa hiyo tujiandae katika mazingira yapi? Unajua advantage ambayo tunayo au ndo kusubiri mpaka best loser? Advantage ambayo tunayo, mimi nasema kabisa, advantage ambayo tunayo kubwa kabisa na ya msingi kabisa. Tuna kocha ambaye analijua soka la Afrika. Yaani hiyo ni advantage kubwa sana. Kwa hiyo labda anachosema Philip inamaanisha Munike. Yes. Kwamba Munike analijua soka la Afrika. Na hata wakati tunamchukua bado yuko kwenye ardhi ya Afrika. Kwa hiyo soka la Afrika analijua. Na analijua hata tunakokwenda kwamba tunahitaji nini kuweza kushindana. Anajua. Yaani mimi akija na excuse kwamba alikuwa ajui, Mkenge mimi sitakuwa naye kwenye hilo boti lake, nitashuka. Anajua soka la Afrika, na hata leo ukimuuliza anaijua Senegal vizuri, anaijua Algeria vizuri. Issue ambayo mimi naona anasema Philip ya msingi zaidi ni kwamba tunaendaje au tunajiandaaje kwenda kwenye hilo. Labda mimi nianze kwamba kwanza kikubwa ambacho Watanzania wanachopaswa kujua, TFF Watanzania
na serikali na sisi wanahabari, kwanza tuwe nyuma ya kocha. Sawa? Maana kuna mambo mengi yanatokea. Tuwe nyuma ya kocha, kwamba tumsupport kocha kwa uamuzi wake wote, ili tukamhukumu baada ya mashindano, sio kabla ya mashindano. Maana kuna watu hapo utasikia bwana fulani umeona. Kwa hiyo tukimsupport kocha, tukimwamini kocha, na sisi atatupatia kitu kizuri. Lakini tukienda kama hatumwamini, mwisho wa siku tutaenda naye kwa shingo pande bila maandalizi sahihi. Kwa sababu kocha, mimi naamini saizi TFF na serikali washaona ratiba, watakaa chini watengeneze mpango, japokuwa mechi kwa sababu wachezaji wako kwenye ligi na wengine wale kwenye klabu zao kubwa kule wanaendelea na ligi zitaisha mwezi wa 5. Kwa hiyo kutakuwa na wiki 2 pale za maandalizi. Basi katika zile wiki 2 watafute camp sehemu nzuri, wacheze friendly mechi za maana kabla ya kuelekea kwenye mashindano. Hivi bila kumsupport kocha, bila kuwasupport wachezaji waliokuwepo kwenye ile timu na watakaoongezwa, hakuna tutachokipata. Kama anavyosema Mkenge, vile tujiandae na kisaikolojia. Sawa, tunaenda kwenye mashindano. Ndio nasema tunacheza nao hawarejei. Na kingine mimi nasema kwanza sisi kwetu kufuzu ni kama bonus. Yaani tuwe tu hapo. Tunavyoenda Misri tusiwabebeshe wachezaji, yani tukaona inawezekana kama ndugu zako Waingereza. Sababu ukitazama issue ya itakapokuwa ya Serengeti ya Taifa Stars ndio kama leo Simba. Target yao ilikuwa ni makundi, ikapitiliza, wanasema hakuna ziada mbaya imetokea. Sasa wanakuta kuna wanachama, yani wao wanaona inawezekana sasa. Ufanyaje? Yani inawezekana hapa kusonga mbele, kusonga. Wanasahau target ilikuwa ni nini. Mimi nadhani tulikuwa tunautaka mwanzo ambao tumeupata, timu imefuzu. Tunavyoenda Misri, lakini pia twende na swali moja kwamba tunajiandaaje, yani kuendelea tena, yani ijayo tuwepo. Kwa sababu kama tutaenda Misri kama tulivyoenda Nigeria mwaka 80, ndio itakuja kuwa historia. Bana, Tanzania ilifuzu mataifa Afrika mwaka 80. Ikapita miaka, baada ya miaka 40 ndio tunakuja tena kufuzu Misri. Kwa hiyo tuende sasa hivi mataifa hii ya Afrika Misri, lakini tuwe na swali, tumejipangaje ili mama taifa ya miaka ijayo miwili uweza ikafanyika Kameruni, popote pale, lakini na sisi tuwepo sehemu ya hiyo. Lakini kama tunataka Samata, kwa sababu kwenye kundi kuna Senegali tunamwona beki wao Lidou Koulibaly, ndio beki ambaye sasa hivi iko juu. Kila timu duniani kwenye klabu anatajwa inamtaka. Na center back pale Senegali kuna Kalamboji na huyo Lidou Koulibaly. Tunamtaka kama Samata, Lidou Koulibaly apige hat-trick. Hapo tutakuwa tunawapa matarajio makubwa wachezaji wetu, kitu ambacho ni uongo. Tuende katika michuano tukastadi michuano ipoje, wenzetu wanachezaje. Nadhani kuna vitu vingi zaidi vya kujifunza kuliko labda kutaka twende pale ndo mwaka huo tuchukue kombe. Alitafanyia fair zaidi. Mimi nafikiri kitu kimoja, inawezekana. Inawezekana. Bali City kachukua kombe from nowhere. Yaani furuku inaweza kutokea. Inawezekana. Yaga Euro 2004 alikuwa hamna mtu alikuwa anamjua. Anafunga goli moja anakaa nyuma, anafunga goli moja anakaa nyuma. Tunashukosea. Tunafanisha bado na mambo mengi kwenye gazeti. Bado na mambo mengi kwenye gazeti. Niko na Hasani, inawezekana Hasani. Mimi naendelea, lakini kuna jambo moja ambalo nafikiri mimi niko na Philip au Mkenga amezungumza vizuri hapo mwanzo. Wala sipingani naye, lakini nachofikiria ni kwamba sio tu watu wa mwanzo kwenye hizi bonus. Samahani, lakini mimi nimekuwa na mifano ya hobi ndio maana, lakini ndio natufundisha. Tulikuwa wa kwanza kwenye bonus ya CHAN. Yes. Tukashiriki ya kwanza hatumo tena 2009. Tumekuwa wa kwanza kwenye bonus ya timu 24. Isije kama ndio mwanzo tena afu hatumo tena. Hii ndio mifano ambayo inabidi tuirudie. Kwani bonus Kwa chani tulikuwepo, lakini chani ishachezwa mara 8 sio sasa hivi sio. Hatujacheza tena. Mara 8 au 6. Zote maana najua Kongo kashachukua mara 2. Kacheza tena. Mara 8 yacheza. Sio unasema ishachezwa mara 8 sio mara 4. Morocco kachukua mara 3 mara 2 naye. Morocco kachukua sio mara 2. Kongo mara 2. Alafu na Zambia. Na kuna mwaka alichukua Libya. Kwa hiyo maana yake toka tumecheza pale
mpaka leo kweli tujecheza Tokea 2009. Tokea 2009. Sio watu wa bonus au tunapotea. Ila swala ambalo naliangalia tumeshafuzu. Sasa tuwe sijui kama TFF wao, lakini naamini TFF wanaweza wakawa ni wazuri zaidi katika kuwajenga waandishi. Kupata uelewa. Nafikiri sasa hivi tuwatoe TFF kwenye lawama ya yale maandalizi sijui ya namna gani. Mwakembe ndo mwenyekiti wa kwa mfano hapa kuandaa hii AFCON ya vijana hapa na kila kitu, Waziri Mwakembe. Nafikiri sasa hivi tena tuiachie serikali ifanye maandalizi mengine. TFF akomae na kuiandaa timu kwa maana ya saikolojia ya wachezaji na nini, kuiandaa timu ili iende kushindana kule. Kwa sababu tukisema sasa TFF ndo kuanza kuplani sio kitu gani, sio kuplani kitu gani, atajikuta TFF ameiacha timu anafanya mambo mengine ambayo hayamuhusu. Kwa hiyo sasa hivi nafikiri serikali kwa sababu wanajua. Unaona Misri tu kwenye upangaji wa ratiba, unaona walivyofanya. Very strategic. Upangaji tu wa ratiba jana. Lakini sisi ratiba imepangwa, tumezindua maskoni yetu hapa, vitu vyote vimezinduliwa unaona kwenye television, tena television yenyewe moja tu unaona, zingine hakuna. Yaani unaona kimefanyika kitu cha kidogo sana. Serikali walishindwa kulibeba hili kwamba sasa ni la kwetu kama nchi, tunataka sasa ndo opportunity yetu na sisi. Kila anayezungumza duniani kuhusu soka azungumzie Tanzania, mlima Kilimanjaro, kuna Tembo, kuna AFCON inafanyika pale ya vijana. Sasa hivi tuseme kwamba Tanzania ndo inakwenda kule kuishangaza dunia. Kwa serikali walibebe hili. Nafikiri TFF wakomae zaidi kwenye kuangalia technical, kuiandaa team technically. Jana leo ilinuma sana kwenye ule uzinduzi. Nilikuwa niko na familia yangu, namwambia shemeji yenu kwamba huu ni uzinduzi wa AFCON wa mashindano. Maana naye anafuatilia kwa sababu alikuwa anafuatilia Tanzania. Tutapangwa kundi gani? Nikamwambia umeona hiyo Egypt hapo mbele kwenye ile stage walimweka Farao wameenda kufanya kwenye nikamwambia sasa unajua na sisi hapa tuna mashindano yetu kama haya yanachezwa lakini ya miaka 17. Sasa tumeshindwa hata kuonyesha tembo, basi mtu ataki shuka airport mpaka State Center huko, hapa kuna tembo, kuna mlima Kilimanjaro, kuna twiga. Hilo swala jingine jadili na hata maafisa wa CAF ambao wamekuja kwa ajili ya hii tournament inaanza kesho, kwamba wao wenyewe kwanza wanashangaa kwamba kwa sababu wamesema Misri, yani ukitua tu uwanja ndege pale, yani unaona hapa kuna kitu. Na hiyo ni AFCON ambayo inaenda kucheza mwezi wa 6. Lakini sasa hivi tukitua pale, yani unaona kuna kitu. Sasa unakuta wale maafisa wamekuja wanashangaa. Hapo tuko kwenye magazeti. Sio labda Morocco, sio Misri labda timu zao kuandikwa, hata Tanzania wenyewe. Yani Serengeti Boys hawaoni. Kwa hiyo unakuta ni changamoto. Mimi nadhani msijitetee, nilikuwa nakuja huko kwenu. Msijitetee kwenye Serengeti. Sasa usijitetee mimi kama nani? Wewe mwandishi. Subiri hapo, nakuja hapo. Kwa kiwango chetu tuna play part yetu kwa kiwango chetu, kwa sababu mimi nitaishia kuandika kuzungumza labda kama hivi watu watakuja, lakini kuna mshabiki mwingine leo Serengeti Boys hapa kidogo tu. Sawa kweli unaandika ndio Serengeti Boys hapa, lazima afisa CAF atashangaa bwana. Jabili. Labda mimi nikusaidie na machifu wangu hapa. Yuko Chief Kinga, yuko Chief Bumbuli. Kukaa front page hapa sio kitu kidogo kaka. Mimi nakwambia yani haijalishi, yani kukaa hapa front page sio kitu kidogo. History au yani habari kukaa sio kitu kidogo. Kuna story nyingine unasema imeandikwa kidogo, kuna story nyingine inawekwa huko ndani page sijui namba 20. Mimi nafikiri hawa wenzetu sisi tumekoseshwa uzalendo na serikali. Ninyi waandishi, sisi waandishi. Mimi lazima niwe mwazi. Naona kwa hiyo siogopa. Serikali walipaswa kwanza kwa kujua, kwa sababu huu mpango wa kuandaa AFCON ya vijana unajua uko tangu mwaka 2008. 2008? 2008. 2008 pale watu tukapotea kidogo baada ya kuandaa Rwanda, sio? 2000 na ngapi hapa tena watu wakaibuka, 2002 watu wakaibuka wasema hapana, hii lazima tuende nayo agenda. Kwa hiyo mimi nafikiri 2012 nafikiri serikali wametuangusha katika hili. Wangeweza kwa sababu hata TRA anayetaka kodi kwenye mabango, nasikia kuna mabango TRA ndio ameweka ngumu sio ya mabango na anadai kodi sio na nini. TRA angeweza kusema kwamba okay, tunaachia mabango mangapi kutoka airport kwenda uwanja wa taifa au kwenda kule sasa.
tunaweka vitu sawa, watu wanakwenda, yani ukitoka airport zinaanza kuonekana bendera. Tena Kuna sehemu tungetengeneza mlima Kilimanjaro wa bandia pale, au tungehamisha huu hapa external tukaupeleka sehemu ya pale kwa muda, kwa sababu ndio sehemu ambayo tunataka kutangaza. Vyombo vya habari vya nje vinapokuja kuanza kuchukua, wanaanza kuangalia kuanzia airport, utalii wetu, mambo yetu ya ndani tumeyatangaza vipi, tuna vivutio 7, tuna vivutio vingapi vya utalii duniani hapa, vikoje? Sasa tumekaa, serikali kuna bilioni 1 ilitolewa na rais, kuna milioni 600 ya utalii ilitolewa na Kigongala, si ndio? Hii yote imeingia, haijaenda TFF, unajua lazima tujue, haijaenda TFF. Imekwenda Wizara ya Habari ambayo ndo mwandaji, ndo mwenyekiti. Wanafanyia nini? Promotion inafanyia. Utasema promotion ipo kwenye magazeti. Mimi natoa nafasi kwenye peji yangu ya ndani kule, peji nzima nitaelezea, lakini ni ndani na hapa nje nitaweka kidogo. Sawa? Lakini Azam anafanya kwa sababu anaona ni obligation yake, kwa sababu yeye ni channel ambayo anasema amejipambanua kwamba yeye ni soka, si ndio? Ndani kwa wote. Kwa hiyo anafanya kwa sababu ni jukumu lake. Umeelewa? Kila mtu atafanya kwenye media kwa sababu ni jukumu lake la kwenye media. Lakini kama serikali walipaswa kusema sasa, jamani, hii ni ajenda ya kwetu kama taifa. Vyombo vya habari mtafanya hapo kwa wakati wenu, lakini sisi tuna kidogo hiki hapa cha kuwaongezea. Sawa? Alafu TRA naye asema kwamba mimi nimesamehe kodi. Tena angepata mileage kubwa sana ya kumtangaza kama TRA na ukusanyaji wa kodi kupitia michezo, kwa sababu tungemtangaza tu. Kwa sababu mabango yale yangewekwa miezi miwili yangemwathiri nini? Na hivi hayapo sasa, hayapo. Haya, anafaidika nini? Hayapo. Bora yangekuepo tungepata hata faida ya kutangazwa, si ndio? Of course, faida ya kutangazwa kwamba TRA amesamehe, na angesema mimi kama TRA nasamehe hiyo kodi, lakini nakuwa mmoja wa wadhamini wa haya mashindano, kwa upande wa kodi nimesamehe. Unazungumza tu na Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri wa Fedha hapo na mipango, mambo yamekamilika. Sasa nchi tumetengana kiwizara, huyu anakomalia nani yake na huyu anakomalia sekta yake. Huyu anataka kutangaza utalii, anakutangaza vipi? Mule ndani uwanjani mule ni wali ya kafu mule, watazuia. Kwa hiyo utakuta milioni 600 baadaye inarudi tena serikalini. Mimi labda ni katika matayarisho ya AFCON ya under 17 ya kubwa ambacho alikizungumza Kidau jana mara baada ya ile tulikuwa katika draw, wakati ipo sisi tulikuwa na timu ya taifa. Tulikuwa tunafuatilia vijana chini ya ambaye kule katibu alikuwa. Tunaifahamu Kenya, tutafanya maandalizi kulingana na timu. Kwa hiyo kuna Senegal. Sio sana, lakini itatafutwa michezo ambayo ina kariba ya timu ya Senegal ya kirafiki. Kuna Algeria, kuna michezo ambayo itatafutwa kariba ya Algeria kuchezwa, mfano Morocco, hata Misri. umeona, hata Misri kucheza michezo ya kirafiki. Lakini katika hilo ni moja tu nitataka kushare na nyie. Bwana, hao jamaa wamejitahidi kwa najaribu kuwa champions. Unaona, wameweka habari lakini ndani. Sio nje. Kwamba Taifa Stars versus Senegal, Algeria, AFCON. Kuna story hapo. Wakaeka na makundi yote. Ndio labda naona hii kwa jinsi ilivyo ndio labda alivyokuwa anasema labda tukinga mkono na Hasani labda ndio hiyo deadline. Kwa hiyo kidogo ni mpole hapo, labda ni deadline hiyo. Maana unaiona hata ilivyo, yani hapo unaona kabisa kwamba kidogo yani hiyo umewaiwai haraka ile ipeleka hicho nice. Kwa hiyo sasa angalau wamejitahidi, lakini wewe concern yako ni kwamba angalau ingekaa hapa kidogo unaweka hapa Tanzania, Algeria, Senegal na Kenya. Mimi waandishi wa habari, mimi sina tatizo lolote na Filipo ameibua hoja hapo ya maandalizi. Kwamba tutajiandaa na Kenya, tutafuta michezo ya, mimi nasema na nitoe angalizi. Tusisimamishe ligi yetu tena. Tuache ligi iishi. Maana unaweza kukuta TFF wakakushangaza tu. Maana wakati mwingine kuna matukio kushangaza nchi, kushangaa ligi imesimama, tunaita timu ya taifa ikajiandae na AFCON. Kwa mimi nafikiri waache ligi iishi. Hizo wiki mbili tutapata nafasi nzuri tu ya kucheza michezo ya kimataifa. Ile na nafikiri mwisho wa Juni tarehe 19 inaanza tarehe 19 Juni. Juni 21. Na timu inaenda kule wiki moja kabla ya mashindano. Na mimi nafikiri unavyosema Hassan,
na nyinyi waandishi wa habari wote kwa pamoja. Nafikiri yaliyotokea msimu huu kuhusu ligi ya Tanzania na kuhusu Simba, na kuhusu Simba. Nafikiri hiyo fundisho kwa TFF kwa msimu ujao. Kwamba hata kama tunapata timu ambayo inashiriki mashindano haya ya vilabu barani Afrika, lazima wahakikishe wana fix mechi zao zinachezwa kama kawaida. Kwa sababu kucheza mechi ni sema mazoezi. Nakumbuka nilikwambia siku moja kipindi kama wiki 3 zilizopita kwamba Al Ahly alikuwa nafikiri sana unakumbuka. Al Ahly alikuwa na mechi 13, alikuwa na mechi 8, kuna watu walikuwa na mechi 19. Juzi nimeangalia msimamo wa Egypt. Wana mechi 22 sawa yeye na Zamalek. Na Jumatano kacheza mechi. Kwa difference ya point 4. Jumatano kacheza mechi kampita, sasa hivi kakaa juu. Alishinda Jumatano, Zamalek akafungwa. Unaona? Umeona hapa kwamba tayari mechi ziko sawa ninavyoongea ligi ya Egypt. Na wamebakisha sijui mechi 8 nafikiri. Kwa sababu wao hawana timu 20, wana timu 16 nafikiri. Kwa hiyo wamalize ligi. Kwa hiyo nafikiri hizi siasa ambazo labda zilikuwa zinakuwepo, nafikiri mwaka huu iwe fundisho. Kwa sababu kama unavyosema, mimi naiona kabisa kwamba huenda tukaja kuathirika na umalizaji wa ligi kwa haraka na maandalizi ya timu taifa. Yaani hiyo ina dalili hizo zipo kama unavyosema hasa. Yaani dalili hizo ni zipo. Kwa hiyo mimi nasema mwaka huu iwe kama ni changamoto, ichukuliwe na wataalamu, waiangalie kwa msimu ujao. Mimi labda nikwambie Jabili kwamba ujue of course tumeona kumekuwa na vipolo vingi. Yaani ukiachana msimu uliopita na misimu mingine huko nyuma. Lakini vipolo vya msimu kwanza kabisa mimi naweza nikawazungumzia bodi ya ligi TPL kwamba wao hawakujua kwamba Simba inaweza kafika hatua hii kwanza kabisa. Hawakuiweka nafasi. Mimi nakwambia kwa sababu kama angekuwa anajua labda Simba ingeweza kufika labda hatua robo finali Afrika. Sidhani kama ungekuwa na vipolo hivi. Lakini changamoto ya kwanza unasema hivyo. Mimi nakwambia Jabili, haikuwepo kwenye ratiba. Tuongee tu kweli. Haikuwepo kwenye nani? Tunajua ratiba zetu bwana. Simba labda raundi ya kwanza, raundi ya pili, kaingia mlango wa mbele, katokea mlango wa nyuma, shughuli imeisha. Basi imetosha. Umeelewa? Lakini unakuta Simba jinsi hivi inavyoendelea na ikitokea Simba labda leo wamefuzu hatua ya finali. Hivi vipolo vilivyopo vitaongezeka. Na kwa sababu mimi nakwambia na kwa sababu unajua ndio ile ulisema nini tumepata mwakota nini dodo kwenye nini na mwaka unao group stage ziliongezwa. Kwa hiyo timu nyingi ziliweza kuingia kwenye group stage. Kwa hiyo na sisi tuna tabia moja, ikicheza Simba au Yanga kwenye mashindano tunataka tuipe muda wiki nzima ijiandae kwa mechi kwa sababu inayowakilisha taifa. Tuna huo ujinga ambao umetujia kichwani. Ndio Mazembe kacheza katikati ya wiki. Unaona? Kwa hiyo sasa Simba hajacheza. Hii ratiba inatuharibu. Simba takiwa acheze. Wachezaji wataumia. Simba takiwa acheze, mvua ikanyesha. Simba sawa. Wiki hii atakiwa acheze Jumanne na anajua kabisa anaenda Lubumbashi na ndege. Atakiwa acheze Jumanne mechi yake. Mechi yake Jumanne wakaiahirisha. Yaani ilikuwa acheza na Biashara. Wakailisha kutoka kwa mazingira yasiyoeleweka. Sasa Biashara silikuwa Musoma, waliona ni mbali. Biashara kusema wao Biashara kusema kwao ni mbali, walitaka kuja kucheza mechi Morogoro. Mechi ilipangwa Morogoro na timu ilikuwa ishafika maeneo Morogoro. Biashara walikuwa tayari kucheza Morogoro. Mechi imeahirishwa Jumatatu. Sio acheze Musoma. Mechi ilikuwa Morogoro. Ilikuwa ni mechi ya Simba. Mechi ilikuwa mechi Simba mwenyeji. Kwa hiyo yani kwanza maamuzi wangeumia. Musoma. Mechi Hapana. Au hiyo ndio raundi ya kwanza Simba na Biashara. Mechi ilikuwa Morogoro. Ilikuwa ni Morogoro. Mechi Morogoro. Simba na Biashara walicheza raundi ya kwanza. Hajacheza. Ilikuwa mechi Morogoro. Hajacheza. Simba na Biashara raundi ya kwanza hajacheza. Sasa unashangaa Simba na mbona Azam na Yanga hajacheza? Na Azam hajacheza. Na wote wako hapa. Wewe naangalia ratiba alafu tutarudi. Naomba usikie ndio Yanga na Azam hawajacheza. Hata mechi moja. Maliza ni Simba na Yanga. Lakini waandishi sisi wengine tunasoma sana magazeti kuliko mitandao. Amtulipotie huko kidogo. Mbona yapo imeandikwa? Hajalipotiwa Jabili. Unajua mimi kama Simba na Biashara, mimi najua Simba na mechi Musoma tu raundi ya kwanza kamaliza naye. Bado. Naona. Kwa hiyo yani kuna matatizo. Aprili 9 Simba Biashara. Jamhuri. Ilikuwa mechi hizo Jamhuri. Kwa hiyo wakailisha ambao ni sehemu Morogoro kubwa ya timu ya taifa ikaathirika kwenye maandalizi. Na sio timu ya taifa tu, kwanza safari hii bingwa atakuwa bingwa wa kupangwa. Kwa kweli. Kwa sababu hata kama watu hawajatoa hela, kama Simba na mechi zote, Yanga akimaliza, Simba atakuja kuplani mechi zake akazinunua kwa mnoea au akashinda kihalali. Lakini ataonekana amenunua, atafikisha pointi 100 ambazo Yanga hawezi kuzifikia akishinda mechi zake zote kwa sababu ana mechi nyingi mkononi, au Azam hawezi kuzifikia kwa sababu ana mechi nyingi mkononi. Kwa hiyo nadhani wana wajibu
wana wajibu TFF kuangalia yani tuachane na hizi siasa kwamba huyu anawakilisha nchi basi watu wote tunalala tunamsubiri huyu anawakilisha nchi. Anacheza mechi yake Jumamosi, anacheza mechi yake Jumatano, anasafiri anaenda kucheza mechi yake ya ugenini kama ana ugenini au kama nyumbani anacheza, kwa sababu kwanza mazoezi ni mechi ni sehemu ya mazoezi. Yeah, kwa basi mimi nahisi wakati wa matayarisho ya timu ya taifa itabidi tujiepushe na majeruhi. Hayapukiki. Kwa sababu imebakiza mwezi. Hayapukiki. Hayapukiki, lakini sasa ligi imebakiza michezo mingi. Mimi Yanga michezo mingi ni mmoja, kwa sababu wengine wana mechi 3. Kuna Yanga na 30 sasa hivi, ana mechi 31 32. Mimi kuna mtu nimeona na 34 nafikiri. Kuna watu wana mechi 3 alafu kuna mtu ana mechi 16 11 siku ngapi mkononi. Nimeona jana juzi. Sasa upangaji wa matokeo, bingwa anakuwa bingwa feki, yani bingwa wa kutengenezwa. Kwa hiyo hata kama Simba atachukua ubingwa atakuwa ni kupikwa. Haya, wakati ukiangalia hilo, leo hii wenyewe Simba wanasema ni kufa ama kupona. Wengine wanasema ni jasho na damu. Ili nyingine wanasema tumeweza. Ili anasema bingwa la leo linasema hawataamini. Ni jasho na damu. Hii nyingine Mtanzania linasema rekodi kuibeba Simba Lubumbashi. Rekodi ipi? Hebu jaribu kusoma hiyo pale, maana tusidanganyane. Hebu soma paragraph moja hapo tuone rekodi gani Simba anayo. Mwandishi anaitwa Zainabu Idi. Wawakilishi wa Tanzania katika mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika leo watajitupa kwenye uwanja wa Mazembe mjini Lubumbashi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na TP Mazembe. Mchezo huo wa marudiano wa hatua ya robo finali unaonekana ni mgumu kwa Simba baada ya kutoka suluhu kwenye uwanja wa Taifa Dar es Salaam Jumamosi iliyopita. Mshindi wa jumla katika mchezo huo atakutana na mbabe kati ya Constantine ya Algeria na mabingwa watetezi wa michuano hiyo Esperance ya Tunis katika hatua nusu finali. Kwenye mchezo uliopita Simba ilicheza vizuri mno na kuhimili TP. Maka unaenda mpaka paragraph ya 4 kwamba kuna nini kuna gazeti tumesema ya yule tena maana sio championi hapo sio tumewaweza hawataamini championi hiyo hawataamini mimi nimeipenda hawataamini kuna gazeti mbona hawataamini bingwa hiyo imekaa 50-50 kama ni Simba au Mazembe. Sasa kuna takwimu chini kaweka. Lakini kaweka paragrafu ya 4 ya 5. Sawa, si anazidi kufafanua. Mtetee. Matokeo haya yanaonekana kuwaumiza washabiki wa Simba hasa pale unapokumbuka rekodi ya mwisho walipokutana na Mazembe miaka 8 iliyopita. Mwaka 2011 katika mchezo wa raundi ya kwanza ya ligi ya mabingwa Simba waliambulia kipigo cha 3-1 mjini Lubumbashi kabla ya kuchapwa tena mabao 3-2 kwenye uwanja wa Dar es Salaam. Hivyo kujikuta wakitolewa kwa jumla mabao 6-3. Hili pekee linawakatisha tamaa wabingwa wao wa Tanzania bara. Sasa mbona kichwa cha habari kinasema kubeba? Rekodi labda kwa sababu Simba unajua aliwatoa Mazembe, unakumbuka? Hakuwatoa kwa rufaa. Alikuwa rufaa ndio aliwatoa. Rufaa itakuwaje mambo? Ndio rufaa ndio rekodi hiyo labda. Sasa ndio akaenda kupangiwa na wale wa idadi akapigwa goli 3 kule. Basi ndio labda ndio rekodi yenyewe hapo katikati hivi. Yaani anavyosema huyu Philip kwamba hii sasa haikuwa rekodi kwa Simba. Unajua Filipo wewe achana na Filipo. Tuzungumzie hapo content yenyewe ya hiyo. Paragrafu ya kwanza mpaka ya 4 hujazungumzia rekodi ambayo kwa nini haiappeal? Mhariri mwenyewe hapa amefanya makosa. Kwa sababu ndio hizo tunazozilalamikia kila siku. Utaandikiaje mtu story kwa 6-7? Yaani mtu akija kusoma kwa haraka anaweza kupeleka kwa watu kusema kwamba Simba rekodi yao nzuri sana. Simba ana rekodi nzuri sana. Hana rekodi wale wanaosoma vichwa vya habari. Hana rekodi Kongo. Simba ndio anasoma kichwa cha habari. Simba hajawahi kushinda Kongo. Sawa. Yule mtu mwenye anakuja kusoma kichwa cha habari yenu. Atakuja na hiyo kwamba Simba ina rekodi nzuri. Ataenda kupeleka kwa watu kwamba Simba ina rekodi nzuri Lubumbashi. Sasa akiulizwa rekodi gani? Hapo ndio unaweza kuta tatizo na kama hajasoma huko. Maana hata ndani text haisemi kuna rekodi gani. Na ndio shida hiyo. Tunasema waandishi mara nyingi sana kama tunaandika yani unajua tunajaribu kwa inabidi uwe makini sana kwenye kuchagua kichwa cha habari. Usije ukafanya contradiction. Na mimi naangalia tunajaribu kwa wakati mwingine ndani kwenye uzo tunajaribu kuwapaka mafuta timu zetu zisionekane hali yake mbaya, tusiwaumize mashabiki wetu, tuandae timu yetu ionekane vizuri. Ndio yani kutaka kujaribu ndio unapata headlines za namna hiyo. Kwa sababu unashindwa kujustify. Kwa sababu unaogopa kwamba ukiandika kwamba leo Simba inakufa, inaweza gazeti lako lisinunuliwe kwa sababu linaweza halinunuliwi. Unaona? Kwa sababu Tanzania tumemwambia tunazoeshwa kuwapa habari ambazo si sahihi sana. Kwa hiyo wakati mwingine tuna kwenye pre-match hizi tunaandika habari kwamba kufurahisha mass, lakini katika reality tunajua ground ilivyo. Kwa sababu Simba hajawahi kushinda nchini Kongo, hajawahi kushinda mechi yote. Na kama msimu pamoja Simba amefuzu, Simba kila mechi alikuwa anatolewa.
ungekuwa kama anacheza kwa mtoano, kila mechi ametolewa kwenye group stage. Mechi zote alishatolewa Simba. Unaona? Labda mechi alobahatika moja tu ndio ile alitoa kama alifunga alishinda 3 ile. Lakini kwa hiyo unamuona Simba, ndio maana watu wengi wanaojua mpira wanaotafakari mpira wanaona Simba kama imetolewa kwa sababu mechi zake za away hajafunga hata goli moja. Unaona? Kwenye group stage hajafunga hata goli. Kule kwenye hatua za awali ndio alibahatika kufunga goli 4 na lile moja akawafunga Nkana pale. Kwa hiyo ukimwona kwenye mashindano sasa alipoanza mashindano rasmi, maana wale mbabana alikuwa sehemu ya awali. Kwa hiyo mashindano alipoanza rasmi ni kuanzia kwa Nkana, Simba amepoteza direction. Kwa hiyo ni mechi ngumu. Shabariki tumewaweza. Afu Black ya kwepa ujuma, Mazembe wapagawa wafanya maombi maalum. Mazembe wabeba chakula kilichopikwa kabisa, kitaliwa kwa siku 2. Chakula gani? Simba wanakula vipolo, kwa hiyo wachezaji wa vipolo wakividiwa. Unaona sasa, jadili umeona kama hiyo story umesema tumewaweza. Simba wabeba chakula kilichopikwa kabisa siku 2 sijui. Mazembe yafanya sala maalum. Sasa hapo ndio hao mashabiki wetu ama wasomaji wetu ndio wanataka waone story kama hiyo. Yani akishaona hivyo gazeti kalikunja, kalitia mfukoni, anakata mtaa. Hawatoki. Sasa wewe ukishaandika bwana TP, wana mtu anaitwa kama ule Kalaba au mwana mtu kama Jackson Muleka. Sijui uweke picha Trezo Mabi Mputu. Kaka. Watu jua watapita tu pale kwenye gazeti watazama hivi kwenye ubao ule kama wanaga maiti. Anakata mtu anaondoka. Watu wataka umeona kama hivi labda Dimba watachakaa. Hii ni kauli ambayo katikati ya wiki alisema bwana Julius Mulutu. Simba yajibu mapigo ya TP Mazembe. Ndio watu wataka waone vitu vya namna hii. Ukiandika hapo sijui Simba watoki kaka. Mimi nafikiri kwanza tumeathirika na jambo moja. Kama nchi kwenye masuala ya soka tumeathirika na jambo moja. Kuanzia waandishi wa habari na washabiki, wachezaji, makocha, viongozi. Tumeathirika na jambo linaloitwa hujuma. Yaani tukitoka tu nje ya Tanzania kuna kitu cha kwanza tunakuwa nacho, hujuma. Yaani ukitoka tu nje ya Tanzania hata yani ukiwa airport umeweka 4 pale unasubiri ndege mtaje pale unaanza kwamba sababu ya kwanza hujuma, sababu ya pili yani unaanza kuzitaja mwenyewe unazijua. Kwa hiyo ni ile ya kutuona kama Simba akakwepa hujuma basi anaweza akashinda. Lakini unajua sababu kuna hujuma kule. Ya boss Simba imekwama nini pale imetua sijui kama saa 4 hujuma sijui rais alikuwa anatoka huko anaenda huku. Tuache hizo porojo. Kwa hiyo unataka kusema kwa sasa hivi ngoja nikwambie kwa sasa hivi unajua ngoja niseme kitu kimoja sana. Umesema sawa kwamba tumeathirika na hii. Lakini ni nani watatusaidia ili jambo kama washabiki lituasili? Ni nyinyi waandishi. Sasa ngoja nani Mkenge. Kwamba nyinyi ndio muda wa kuanza sasa. Kama ulivyoweka kampeni zenu zingine za vichwa vya habari. Ndio muda mwafaka kuanza kutuondoa washabiki sisi wa soka ile swala la kufikiri kwamba tunaenda AFCON. Tukifika pale tu tukichelewa kupokelewa airport, tunasema tayari Misri hawatupendi. Pamoja tumewapa tenda ya kutengeneza logistics lakini hawatutaki. Sasa nyinyi ndio kutusaidia. Sio sisi. Nyinyi ndio kutusaidia. Kwamba kuvipinga, yani sio kuvipinga, kuviondoa. Kwamba Simba leo tukifungwa, watu waseme Simba imefungwa kawaida, mpira ulichezwa. Kama Mazembe walipata penalti, tutaijadili penalti ni halali au sio halali. Hivyo, lakini nyinyi mkiendelea kuendelea mazungumzo haya ya nani? Ya kusema tumehujumiwa. Na ni kweli miaka rudi toka wadogo tunashabikia mpira, asilimia kubwa tukifungwa mechi za away. Nafikiri kuna mtu mmoja ngoja nikwambie. Labda mimi niseme. Tukiongea ukweli yani tuwe wazi sisi wote waandishi. Labda Jabiri ndio. Hivi vitu vipo. Yani hujuma kwa soka la Afrika ipo. Mimi nakumbuka kwenye mechi ya mazoezi ya Vita, siku zile alikuja kucheza na Simba hapa. Uwanja Taifa pale. Mafanyika mazoezi, akaja alikuwa Florent Ibenge kocha mkuu wa Vita na msaidizi wake alikuwa kocha Shungu. Amekuja ndani pale akawa anasema Shungu mambo ya hujuma, akamwambia wao walivyoenda kucheza na Al Ahly Misri. Mechi ya kwanza. Wamefika tu pale airport. Ameambiwa makoti ya haruhusiwi kuingia makoti. Kwa hiyo ameambiwa makoti yenu yaacheni hapo, nyinyi nendeni. Mkitoka tutapitia mtaondoka nayo. Kwa hiyo ngambia tumetoka pale na wameingia pale usiku kwanza. Baridi yani unajua? From tazama kama yani koti inafanyaje timu ishinde mechi. Anakuambia umetoka hapo umeenda kutafuta maduka na maduka yamefungwa. Yana umetoka hapo umeenda hotelini hapo umejikunyata umekaa kesho asubuhi yani kabla ya mazoezi. Wamemkia madukani.
unapoteza programu yako. Na Simba yenyewe mimi nakumbuka itokea hicho kitu. Simba yenyewe waliwahi kusafiri, walienda katika nchi za Kiarabu. Ile mechi ya Algeria afadhali hiyo nani hiyo ya Setifu. Hiyo mechi ya Lali walikwenda kucheza. Yaani Simba walivyokuwa wanatoka huku. Si unajua timu mwenyeji ana confirm muda. Sawa na place ya mechi inapochezwa. Kwa hiyo Lali waliconfirm kwamba mechi itachezwa saa 1. Kwa hiyo Simba walikuwa wamejiandaa kwamba itachezwa Alexandria, si ndio? Kwa hiyo Alexandria hadi Cairo ni 3 hours, masaa 3. Kwa hiyo Simba wakawa wamepanga timetable zao kuhakikisha Simba inarudi baada ya mechi Simba wanarudi Tanzania kuja kujiandaa na michezo mingine. Wamefika Egypt vizuri, wakijua mechi inachezwa saa 1. Kwa hiyo wanajua mechi hadi saa 3, saa 3 wakitoka wanaenda hotelini, wanaanza safari ya kuja wapi? Cairo kupanda ndege. Ambao ndege ilikuwa inaondoka saa 4 usiku. Wamefika vizuri, unajua mechi saa 1, baadaye wanaambiwa mechi sio saa 1. Mechi saa 4. Na hiyo saa 4 ndio baridi kali. Ndio maana hata kurudi huku wamerudi kwa mafungu kwa sababu walipo target ya ndege bwana atapanda ndege ya muda fulani. Lakini sasa unakuta wamesha buku. Lakini inawezekana vipi? Mimi nadhani kwa sababu mechi za group stage ziko chini ya kuna TV rights. Nadhani muda uwezo kuwa unabadilishwa kina nini namna hiyo. Unabadilishwa. Na Simba ndio maana nilikuwa na challenge watu juzi kwamba Simba wamelalamika swala la kubadilishwa kwa marefa kwenye mechi yao ya Mazembe. Nikauliza kwamba Simba walilalamika na swala hilo la nini? La kubadilishwa muda. Kwa sababu Simba ilikuwa tayari washapanga logistics zao hizo. Kwani CAF walichukua hatua gani? Waliwaambia Al Ahly walipe gharama zile za hoteli ambazo Simba waliziongeza ambazo wao hazikuwa. Na washindwi. Al Ahly washindwi. Unaona? Lakini haikuchukuliwa tu. Kwa ukasema hata hili swala la marefali ni Simba ni kuachana nalo, ni kwenda kucheza mpira. Na hata katika mechi ya leo ya marudiano, Mamelodi na Al Ahly. Mechi imetolewa ambayo inatakiwa ichezwe yapelekwa Bogi Arab. Mwanzo ilikuwa ichezwe huko. Hiyo story nimefuatilia sana. CAF ikasema kwamba ule uwanja au kwenye mazingira mazuri ya kuchezea. Kwa hiyo wakautoa wakataka kachezwe Suez. Suez. Sasa baada ya mechi kule kupigwa goli 5, wale jamaa CAF wakabadilisha. Wakasema tunarudi kule. Asante jamani. Asante, shukrani kwa kumaliza. Tumemaliza. Muda umesha. Tukumbushe tu kwamba kesho michuano ya chini ya umri wa miaka 17 inaanza. Tanzania anaanza kibarua chake na Nigeria. Mchezo wa kwanza saa 10 na mchezo mwingine unaofuata ni saa 1 usiku kati ya Uganda na Angola. Hiyo ikiwa ni kufa ama kupona kwa Tanzania chini ya umri wa miaka 17, inatafuta ushindi wa mechi 2-3 ili iweze kucheza katika michuano ya kombe la dunia. Lakini ni kujuze tu kwamba mimi ndio nachotaka iko lakini Philip. Yaani mimi nataka tushiriki yani tufike nusu finali tu. Yaani timu 4 zile za nusu finali. Sina shida ya kombe mimi. Usisahau leo ni TP Mazembe na Simba saa 10 kupitia channel ambayo ipo katika kingamuzi cha Azam ya ZBC2. Kwa hiyo utaweza kushuhudia mechi hiyo na pia kuanza saa 9 hivi na kuendelea. Lakini kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea Azam Sports 2 ikiwa makongamano ya maendeleo ya vijana. Halikadhalika kuna mikutano ya waandishi wa habari na makocha ambao watashiriki katika michezo ya kesho ya AFCON chini ya umri wa miaka 17. Sina mengi, kwa niaba ya wenzangu, siku njema. Mama tali la bomba.